Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, bana, kama kawaida taarifa tunazo nyingi sana za kimichezo, cha kufanya wewe kusubscribe hapo ulipo ili usipitwe na taarifa zetu za moto kabisa za kimichezo. Na leo moto na waka kati ya Yanga na TFF na Yanga. Jana ilikuwa ni bodi ya ligi na Yanga, Yanga na bodi ya ligi, lakini leo ni TFF na Yanga, Yanga na TFF. Taarifa ni nyingi sana. Jana Alex Shabani kama ofisa habari wa klabu ya Yanga kwenye mkutano wake na waandishi wa habari aliongea mengi sana. Moja ya vitu ambavyo alizungumza ni pamoja na wao kuadai shirikisho la mpira Tanzania TFF pesa ambayo walipaswa kupatiwa kama zawadi ya washindi katika michuano ya kombe la shirikisho la CRDB kwa msimu uliopita waliotoa ubingwa huo dhidi ya Azam FC. Sasa wamekuja juu wakisema bila pesa hizo Yanga hawezi kupeleka timu uwanjani kwenye finali hiyo ambayo imepangwa kufanyika pale Zanzibar Juni 28. Sasa leo asubuhi kabla mambo hajawa mengi, kampuni ya benki ya CRDB wao bana waliweza kutoa ufafanuzi na wakaandika taarifa kwa umma. Tunaenda mchakato moja baada ya nyingine, tutaenda na CRDB, tutaenda kwa Yanga, tutaenda kwa TFF, tutaenda kuona kipi ambacho kipo. Yanga wanadaiwa, Yanga wanawadai TFF, na Yanga wanadaiwa nini, tutafahamu kila kitu hapa. Kwa upande wa CRDB wao walikuja na taarifa wakisema benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari uliofanyika Juni 9, 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo msemaji wa klabu ya Yanga amenukuliwa akitoa taarifa kwamba kwa upande wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza fainali ya mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kuwafahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu zote, na kwa msingi huo tayari benki hiyo ilikwisha tekeleza majukumu kikamilifu wajibu wao wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano hayo. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Sasa benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wao wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani lakini pia mchezo huo ni ajira kwa vijana wengi, hivyo dhamira yetu ni kuendeleza ushirikiano wetu na vilabu na wadau wengine katika kukuza michezo hapa nchini Tanzania, ikiwa imetolewa leo. Sasa mara baada ya CRDB kutoa taarifa hiyo, TFF wao wakaja juu na taarifa yao. Wakaja juu na taarifa yao wakaona kwamba sasa hawa Young Africans jana wamezungumza na vyombo vya habari kwenye mkutano wao na waandishi wa habari, wao wakaona na wao sasa ni muda mwafaka wa kuweza kuelezea hili au kuliweka sawa. Sasa shirikisho la kandanda Tanzania TFF leo hii wametoa taarifa kwa umma wakisema tunapenda kuthibitishia umma kuwa benki ya CRDB ndiyo mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba kwa msimu wa 2023-24 wa mashindano ya kombe la shirikisho. Benki la CRDB Bank Federation Cup, benki hiyo ililipa fedha zote za kimkataba shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Lakini pia tunasikitika, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga kupitia vyombo vya habari amedai kuwa klabu yao inadai TFF milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tupende kufahamisha na kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndio inaodai klabu hiyo Young Africans iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kuweza kulipa malipo wanaodaiwa na wanaotakiwa kulipa TFF, ikiwemo pia ada za wachezaji wa kigeni. Kwa maana hii para tuelewane vizuri, kwenye paragrafu hii inasema tunapenda kutoa ufafanuzi, TFF ndio inaowadai klabu ya Yanga. Na klabu ya Yanga waliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kwa ajili ya kulipa malipo ambao wanadaiwa na wanaotakiwa kulipa na TFF, ikiwemo pia ada za wachezaji wa kigeni. Anasema hivyo basi, ili kutoendelea kusababisha sitofahamu kwa umma, tumewaandikia barua Young Africans
kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakiki deni la klabu yao ikiwa na vielezo vyote katika ofisi za TFF. TFF inaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu ikiwa pia kulinda taswira za wadhamini wake. Mambo hayo. Kwa hiyo bwana ni bumper to bumper. Hao ni TFF wakiwa wamewajibu Young Africans kwamba wao wanawadai Yanga na walikubaliana kwamba fedha ambazo zitapatikana kutoka kwa wadhamini mbalimbali basi hata pesa hizi basi pesa ya ubingwa ikatwe. TFF wakate pesa hao wanaodai klabu ya Yanga, pesa zile za ada za wachezaji wa kigeni na mambo kama hayo. Kwa hiyo wao wametekeleza kile ambacho walikubaliana kwa njia ya maandishi na klabu ya Yanga. Kama itatokea watapata fedha kutokana na ubingwa ambao wanaweza kaupata na mambo kama hayo, basi pesa hizo zikatwe, na TFF wakafanya hivyo. Kwa hiyo walikata milioni 200 yote ambao wanawadai klabu ya Yanga. Sawa bwana. Sasa Young Africans bana wakapenyeza taarifa tofauti kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusiana na mawasiliano yao waliokuwa wanafanya na TFF kuhusiana na madeni ambayo wanadaiana. Yaani TFF wanaodai klabu ya Yanga na Yanga ambayo madeni ambayo wanawadai TFF. Kwa hiyo Yanga nao wakawa wamepenyeza, wakatoa ufafanuzi wao. Sasa leo bumper to bumper, Yanga wao bwana kupitia kwa katibu mkuu shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, PO Box 1574 Dar es Salaam, yahusu madai ya fedha za zawadi ya mapato ya mlangoni na udhamini. Wanaandika klabu ya Yanga, tafadhali rejea kichwa cha habari tajwa hapo juu pamoja na barua yetu yenye kumbukumbu namba Yanga Sports Club 2024/331 tarehe 4 Septemba 2024. Wanaandika wanasema, tunapenda kukumbusha kuwa hatujapokea mrejesho wowote kutoka kwenu kuhusiana na madai ya fedha ya shilingi milioni 226 na 1070 ambayo iliyosalia baada ya makato ya gharama za usajili. Klabu inaomba kurejeshewa kiasi cha jumla ya shilingi milioni 226 kwenye akaunti ifuatayo, kwa maana kwamba Young Africans wamewatafuta TFF wakaambia kupitia barua hii kwamba wanapenda kuwakumbusha kuwa hawajapokea mrejesho wote kutoka kwa TFF kuhusiana na madai ya fedha ya shilingi milioni 226. Kwa hiyo wanataka hizo pesa ziingizwe kwenye akaunti ya Yanga ambao wamehitaji akaunti ya CRDB hapa wameiweka bayana, na huku chini wakisema kwamba milioni 226 iwekwe kwenye akaunti yao. Unaona bana, na tunasema huku chini kwamba tunashukuru kwa ushirikiano wako, ni matarajio yetu kuwa ombi letu litashughulikiwa mapema iwezekanavyo. Hii ni taarifa ambayo ilitolewa Septemba 4 mwaka 2024. Yaani kwa maana msimu jana tu hapo. Sasa hapa kuna mambo mengi ambayo ameyaweka Yanga. Klabu ya Yanga napenda kuleta maombi ya kukatiwa leseni za wachezaji wetu wa timu ya wanaume na timu ya wanawake, timu ya vijana waliosajiliwa katika kipindi kidogo cha usajili. Kwa hiki wamekipeleka huku akiambatanisha kwamba TFF wanapaswa kukata hela yao endapo watapata wadhamini, endapo watapata ubingwa, basi zile pesa za ubingwa na mambo kama hayo wanapaswa kuyakata. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa ambayo ipo leo. Sasa kwangu naweza nikasema kitu kimoja. TFF wao pia wamekuja juu, wamekuja na taarifa ambayo inasema kwamba shirikisho la mpira wa TFF Tanzania TFF linakujulisha kuwa limepitia madai ya deni ambalo umewasilisha kwetu na kurejea barua mbalimbali ikiwemo pia yenye kumbukumbu namba Yanga Sports Club TFF 2024 ya tarehe 12 Julai 2024 yenye kumbukumbu namba Yanga mkwaju TFF mkwaju 2023-24 tarehe 7 Agosti 2023 ambazo umekuwa unaandika kuomba kulipa ada za wachezaji wa kigeni na ada za ushiriki kutoka kwenye fedha za zawadi ambazo klabu yako ilipaswa kulipa kwa ajili ya mashindano yetu. Baada ya mapitio akaunti ya TFF na Yanga tumebaini kuwa klabu yako ndiyo inadaiwa na TFF. Hivyo basi unatakiwa kumjulisha mkurugenzi wako wa fedha kesho saa 3 asubuhi awe amefika tayari kwenye makao makuu ya klabu ya Yanga. Kwa mambo ni mazito kweli hayo yakiwa yanaendelea na yanaendelea kushika kasi kweli, na niwaambie tu kabisa kwamba paka kufikia sasa kuna mvutano wa hali ya juu. Mimi binafsi nakuja hapa na hoja kadhaa, hoja tofauti. Hoja yangu ya kwanza, mimi nataka kufahamu
pesa za zawadi ambazo Young Africans wanawadai TFF hawakupatiwa, na TFF wao wanasema kwamba wanawadai Young Africans na makubaliano. Yanga wao wanasema kwamba hawatacheza na wanachosubiri ni kwamba wapatiwe pesa zao za zawadi za washindi wa kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup msimu uliopita. TFF wamekuja hapa wakisema kwamba wao bado wanawadai klabu ya Yanga, na walikubaliana kabisa kwamba endapo klabu ya Yanga watapata kombe fulani, kwa maana pesa za zawadi zikatwe na TFF wajilipe wao, walipe madeni yao. Kwa hicho ndicho ambacho wamekifanya, na hiyo kesho wameitwa pia wakapitie, sababu TFF bado wanasema kwamba wanaendelea kuwadai, bado wana madeni na Yanga. Kwa hiyo utaona Yanga Africans wao bado ndo wanadaiwa katika yote ambao wameyazungumza, lakini bado TFF wao wameweka bayana kwamba wao ndo wanawadai klabu ya Yanga, na walikubaliana pesa za zawadi za michuano yoyote ile. Sasa michuano yoyote ni pamoja na CRDB. Hizo pesa TFF wanapaswa kujilipa na wamejilipa deni lao. Kwa hiyo Young Africans hawana kitu chochote ambacho wanaweza wakafanya kwa sasa. Na taarifa hii bana imewanyongonyesha kweli kweli mashabiki wa Yanga ambao wengi walikuwa kiamini kwamba hiyo jana Young Africans wamewashika pabaya TFF, hiyo jana Young Africans wameweza bodi ya ligi, lakini leo ajenda imebadilika kabisa. Ajenda ya kwamba hatuchezi dabi, hatimaye ajenda imebadilika na sasa ni kudaiana. TFF wanawadai Yanga, Yanga nao pia wanasema wanadai pesa yao TFF. Kwa hiyo mwisho wa siku ni vululu, lakini taarifa iliyonyooka ni hiyo ya TFF kwamba wao walikubaliana na Yanga pesa ambazo Yanga watazipata kupitia mashindano tofauti. Pesa za zawadi ambayo Yanga watapata kupitia mashindano tofauti, kwa sababu pesa hizo zinapitia kwenye akaunti ya TFF. Kwa hiyo TFF wao wamepewa room ya kuweza kukata kwa ajili ya kulipia madeni tofauti, mfano kulipia gharama za ada za wachezaji wa kigeni wa upande wa wachezaji wa kike na wa kiume pia. Kwa hiyo TFF wamefanya hivyo, lakini pia umeona hapo Young Africans wao ni kwenye makubaliano yao na TFF ni pamoja na hicho, lakini Yanga wanachodai ni pesa zao, wanasema wanataka, hawajakubaliana. Kwa maana Yanga wao barua hii imeandikwa ni muda kidogo tangu 2024 huko, kwamba wao hawajakubaliana na kile ambacho TFF walikihitaji, au TFF ambacho leo wamekiaddress kwamba wao na Yanga wamekubaliana wakati hizo pesa wajilipe kutokana na kile ambacho wanawadai kulipia ada za wachezaji na mambo kama hayo. Kwa hiyo utaona utofauti wa hizi taarifa mbili. Taarifa moja naongea hiki, nyingine naongelea kile. Lakini bwana, nimejaribu kupekenyua nikaangalia kitu kimoja. Nilichopekenyua mimi ni kwamba mpaka kufikia sasa inaonekana Yanga wana akaunti mbili ambazo sio sawa. Nimeona akaunti ya kwanza ya Young Africans ambao wamewapa TFF ili watumie hiyo pesa, na akaunti ya pili iliyotumwa hapa ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo tunajaribu pia kuangalia hiki ambacho kinaendelea kwa sasa ni kitu gani, lakini mwisho wa yote ni kwamba tunataka kuona haki inafanyika na mpaka mambo yaweze kwenda sawa sawa tunataka kufahamu. Lakini mwisho wa siku tunarudi kwa upande wa Yanga. Hiki ambacho nakitengeneza mimi naamini pia hakina afya, kwa sababu haya ni madeni ya tangu mwaka 2023. Yaani tangu mwaka 2023 Yanga wanawadai TFF, alafu leo mwaka 2025 Yanga wanakuja hadharani kwamba wanataka walipwe madeni yao. Imagine, hata ile deni la CRDB lilikuwa ni la msimu uliopita. Unawezaje kumaliza msimu na kuwa bingwa halafu ukawa hujapata fedha ya ubingwa? Sababu unapokuwa unapata kombe tu ni kama vile utakuwa umepata jagi la kunywa maji. Au kama utakuwa umepewa kombe inaweza ikawa labda chupa ya chai, kwa sababu kombe pia inaweza kufanana na chupa ya chai. Kombe bila pesa ni kama chupa ya chai. Sasa Yanga walikubali vipi kupewa kombe bila kupata pesa zao ambazo walikuwa wanahitaji? Sasa kama muda wote Yanga walikuwa na haki hiyo ya kudai, walishindwa vipi kudai hiyo pesa kwa muda wote ambao walikuwepo wako kwenye michuano, na michuano imeendelea, michuano tofauti. Iweje leo Yanga ndo waje kuanza kuzungumza? Kwa hiyo hapo utagundua kwamba Yanga mara baada ya kukosa ambacho wanakihitaji, sasa wameamua kufukua makaburi na kukumbushiana madeni ambao wanadaiana na TFF na mambo kama hayo. So to me nafikiri ili kuhakikisha unakwepa hizi lawama, ili kuhakikisha unaweka mzani sawa pale ambapo unaona hujatendewa haki, unapaswa kumaliza mwenyewe mapema sana kuliko leo kuja na hizi ajenda tofauti. Madeni ya tangu 2023 unakuja leo 2025 na wakati TFF wameweka bayana kwamba wao wamechukua pesa zao na bado wanawadai, na wamekuwa wakifanya hivyo, wamekuwa makubaliano yao na TFF kwamba TFF endapo Yanga watakuwa
wamepata pesa kupitia mashindano fulani na pesa zinaingia kwenye mfuko wa TFF, TFF wanakata pesa zao, ndipo zile zinazobaki wanaingiza kwenye akaunti ya Yanga. Kwa hiyo kufikia hapo TFF wanaonekana wao mpaka sasa wako sawa. Yanga ndio wanaonekana wako wrong kwa sababu kile wanachojaribu kukiweka hadharani hakina uhalisia. Pesa za 2023 nakuja kuzungumza leo. Kwangu naamini kwamba Yanga kile ambacho wanajaribu kufanya ni kuwahadaa TFF kwa sababu wamejaribu kufanya mbinu nyingi kutafuta pointi 3 dhidi ya Simba wamekosa. Bodi haijiuzulu, akiangalia pia wamemgusa pia Wilfred Kidau, katibu mkuu wa bodi katibu mkuu wa shirikisho la mpira Tanzania TFF, bado hajiuzulu. Wakiangalia mechi tarehe ile pale imepangwa. Kwa hiyo kila wanachojaribu kukifanya sasa hivi ni kuwatoa TFF mchezoni kwa sababu mwisho wa siku wameona wazi kwamba mambo yao ambao wanataka yameshindikana, kila ambacho wanakifanya kimeshindikana. Sasa wanafanyaje? Wanajaribu kuingiza TFF kwenye mgogoro wa fedha, kwa maana kulimbikizana madeni au kudaiana. Lakini TFF wameweka mambo bayana na mambo yameweza kwenda sawa sawa. Cha kufanya Yanga wanachopaswa kufanya sasa hivi, wasije wakakubali tena hiki ambacho wamekifanya. Yani pesa ya miaka iliyopita unakuja kuileta hii taarifa leo, inakuwa haijakaa vizuri, na mwisho wa siku itakuwa tu ni kuchelewesheana tu muda au kuvurugiana tu siku, kwa sababu tutakuwa tunaongea story moja kila siku. Leo utasikia Yanga na bodi ya ligi, kesho Yanga na TFF. Kwa hiyo TFF wao ndio wakubwa na wameona wazi hela zao hawawezi kupata kwa njia yoyote ile. Njia ya kupata pesa zao ni kukata pesa ambazo zinaingia kwenye akaunti yao kupitia mashindano mbalimbali, hasa kwa upande wa Yanga, na mwisho wa siku ndio hivyo wamejilipa kupitia CRDB Federation na wameweka hilo bayana. Kwa hiyo tunasubiria kuona Yanga watatoka tena hadharani kupitia Alikamwe kuja kuzungumza tena, ama atafiata. Kwa sasa atanyamaza kwa sababu mwisho wa siku tayari watu wameshaweka bayana na tayari ameshaumbuliwa na shirikisho la mpira kwamba pesa hizo za madeni. Sasa tuone kipi ambacho wao watakuja kukiongea hadharani ili mwisho wa siku tuweze kupata na kukuletea wewe pia hapo ulipo uweze kupata taarifa zilizonyoka kweli kweli. Endelea kusubscribe. Leo vita ni kubwa kati ya Yanga na TFF, na wanasema rais wa TFF Wallace Karia ni mzuri akishambulia kutokea pembeni. Huko Alikamwe ni mzuri akitokea katikati. Kwa hiyo shughuli ipo. Endelea kusubscribe, tuko hapa. Baadaye pia ndakuja na habari za usajili, usiondoke. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.